Jeshi la polisi mkoani Arusha linawashikilia watu 5 kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya askari polisi Omari Mnandi mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa jiji la Arusha. Akitoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari Jumapili Oktoba 12, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha CACP Justin Masejo alithibitisha kuwa tukio hilo la kusikitisha lilitokea usiku wa kuamkia Jumapili katika baa iitwayo Simaloi iliyopo maeneo ya Koleni jijini Arusha. CACP Masejo alieleza kuwa watuhumiwa hao walimshambulia na kumjeruhi vibaya marehemu Omari Mnandi katika sehemu mbalimbali za mwili wake, ambapo majeraha hayo yalisababisha kifo chake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru, Arusha. Kamanda Masejo alifafanua kwamba uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi umebaini kuwa chanzo cha mauaji hayo ni kutokana na unywaji wa pombe uliomfanya marehemu kukosea gari lake. Inadaiwa kuwa Mnandi alipaswa kuingia kwenye gari lake lenye namba za usajili T402 CNC, lakini kutokana na ulevi kimakosa aliingia kwenye gari lenye namba T734 AXR ambalo lilimilikiwa na mmoja wa watuhumiwa waliokamatwa. Kosa hilo la kuingia kwenye gari lisilo lake ndilo liliibua ugomvi uliosababisha watuhumiwa kuanza kumshambulia marehemu hadi kupoteza uhai. Jeshi la polisi mkoani Arusha limetoa hakikisho kuendelea kukamilisha uchunguzi wa tukio hilo la mauaji ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa. Na hiyo ni habari ya kitaifa ambayo tulikuwa nao hivi leo. Kwa habari za kimataifa ungana na Amina Isa. Mimi ni Harrison Hosea. Naam, asante sana Harrison Hosea kwa habari za kitaifa, na sasa ni wakati wa habari za kimataifa. Israeli imethibitisha kupokelewa kwa mateka 7 wa kwanza wa Kiisrael waliokuwa wakishikiliwa na kundi la Hamas, ikiwa ni sehemu ya awamu ya kwanza ya makubaliano mapana ya kubadilishana wafungwa na kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mateka hao ambao wameripotiwa kuwa Waisraeli 7 walikuwa mikononi mwa shirika la Msalaba Mwekundu Red Cross kabla ya kukabidhiwa kwa vikosi vya usalama vya Israel na kusafirishwa kuingia Israel. Wanatarajiwa kuunganishwa na familia zao kabla ya kupelekwa hospitali kwa helikopta. Taarifa zinasema kwamba maelfu ya Waisrael walikusanyana katika sehemu mbalimbali nchini humo kutazama matangazo ya television ya kukabidhiwa kwa mateka hao, huku familia na marafiki wa mateka hao wakilipuka kwa shangwe wakati vyombo vya habari vya Israel vilipotangaza kuwa mateka wako mikononi mwa Msalaba Mwekundu. Awali Israel ilisema kuwa kati ya mateka 251 walionaswa katika shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023, ni mateka 20 tu ndio wanaofikiriwa kuwa hai katika Gaza, huku 28 wakidaiwa kufariki dunia. Mateka hao 20 wote ni wanaume wenye umri kati ya miaka 20 na 48 ambao wamekaa utumwani kwa zaidi ya miaka 2. Kama sehemu ya mabadilishano hayo, mara tu mateka wote wa Israel watakapoachiliwa, Israel inatarajiwa kuwafungua wafungwa 250 wa Kipalestina wanaotumikia vifungo vya maisha na Wapalestina wengine 1700 kutoka Gaza waliokamatwa baada ya mashambulio ya Oktoba 7. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalianza kutumika mnamo saa 6 mchana siku ya Ijumaa, hali iliyowezesha makumi ya maelfu ya Wapalestina waliohamishwa kuanza kurejea kaskazini mwa Gaza, eneo ambalo liliharibiwa vibaya na Israel. Wakati hatua hizi zikiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump aliwasili nchini Israel siku ya Jumatatu akitokea Washington. Trump alisema vita vimekwisha, alisema akiwa ndani ya ndege ya rais, na alipoulizwa kuhusu matarajio ya kanda hiyo, aliongeza kwa kusema, nadhani itarejea katika hali ya kawaida. Rais Trump alipokelewa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, huku Rais Isaac Herzog anatarajiwa kupokelewa kishujaa atakapohudumia bunge la Israel siku ya Jumatatu na kutunukiwa heshima ya juu zaidi ya kiraia ya Israel baadaye mwaka huu, kulingana na Rais Herzog. Vita hivi vilianza baada ya wanamgambo wakiongozwa na Hamas kuvamia Israel mnamo Oktoba 7, 2023 na kuua takribani watu 1200 na kuwateka mateka 251. Israel ilijibu kwa uvamizi wa Gaza, huku mashambulio ya anga na ardhini
yakiharibu sehemu kubwa ya eneo hilo na kuua zaidi ya watu 67,000 kulingana na Wizara ya Afya iliyoendeshwa kwa Hamas, ambayo haitofautisha kati ya raia na wapiganaji, lakini inasema takriban nusu ya waliouawa walikuwa wanawake na watoto. Huu ndio mwisho wa habari kimataifa. Jina langu Amina Isa. Kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria maarufu kama Super Eagles kimekumbana na kizuizi kikubwa kilichowachelewesha kuwasili kwao katika mji wa Uyo kwa ajili ya mechi yao ya kufuzu kombe la dunia la FIFA dhidi ya Benin itakayochezwa siku ya Jumanne. Shirikisho la soka la Nigeria NFF limethibitisha kwamba kuchelewa huko kulisababishwa na upepo wa dirisha la ndege kupasuka katika ndege yao hiyo ya kukodi ya Value Jet Airline. Ndege hiyo ilikuwa ikiwasafirisha wachezaji na maafisa kutoka Polokwane nchini Afrika Kusini kwenda Uyo nchini Nigeria. Ndege hiyo ilikuwa imewasafirisha baadhi ya wajumbe wa kikosi hicho kwenda Polokwane Alhamisi usiku na kuwasili Afrika Kusini Ijumaa asubuhi. Hata hivyo, baada ya ndege hiyo kutua kwa ajili ya kujaza mafuta katika jiji la Luanda nchini Angola, ilipata tatizo hilo la kioo cha mbele kupasuka ikiwa angani baada ya kuruka. Kwa bahati nzuri, rubani alifanikiwa kurejesha ndege hiyo kwa usalama kwenye uwanja wa Luanda nchini Angola na hivyo kuepusha tukio baya zaidi, ingawa kuwasili kwa kikosi hicho cha Super Eagles kumetatizika. Kuchelewa huku kunatazamiwa kuwasili maandalizi ya mwisho ya timu hiyo kuelekea mechi yao ya muhimu ya kufuzu dhidi ya Benin siku ya Jumanne. Endelea kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii kwa kuandika Kasako Media, Instagram, Facebook, Twitter, bila kusahau kwenye YouTube channel yetu, subscribe Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.